niwapongeze Azam wamechukua maamuzi sahihi, kwa sababu ni umoja ambao unasaidia vilabu barani Afrika, lakini katika engo tofauti tofauti na katika vitu mbalimbali. Cha msingi ambacho mimi naweza nikasema Azam wameanza kukomaa kwa maana ya kutaka kujiingiza katika mifumo ya mpira wa Afrika ili kuweza kujua namna gani ambavyo wanaweza wakatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na kwa klabu kama Simba, kwa ukubwa waliokuwa nao na mazingira ambayo yapo, wao kutokuwepo mpaka sasa hivi bado ni changamoto, kwa sababu unajua dunia haiwezi ku direct maisha yao hivi alafu labda baadhi ya watu wachache wakawa hawataki kwenda kwa mfumo huo. Ni swala la muda tu, na wao wataingia, hata kama wakuchelewa wataingia tu. Hata kama watasema wanangojea mpaka ambaye ndo kiongozi wa vilabu vyote barani Afrika atoke awe mwingine tena, wataingia tu katika mfumo bado. Kwa hiyo kwangu mimi Azam wamechukua hatua sahihi na wanaweza wakaanza kuenjoy benefits zile za mwanzoni kabisa za umoja huu, lakini pia kuna mambo mengi ambayo watayapata. Na ukaidi huu kwa vilabu vingine unaweza ukawa unazalishwa pia na kiongozi gani ambaye anasimamia eneo hilo, kama ndo rais wa vilabu vote barani Afrika, sio? Kwa hiyo mwisho wa siku watakula matunda ya kazi ambazo wanazipanda kwa sasa. Inawezekana isionekane sasa hivi, lakini huko tunapoelekea ambapo watakuja kugundua umuhimu wa hii taasisi ambayo imeundwa na CAF kwa ajili ya kuona namna gani ambavyo wanavipa nguvu vilabu vyetu barani Afrika ili viweze kuwa na vilabu bora. Lakini pia unaweza kaangalia hata katika mkutano wa FIFA uliofanyika Doha, engineer alipewa sehemu kubwa ya kupresent, akapresent namna gani ambavyo vilabu vyetu vinapitia changamoto zipi na namna gani ambavyo wanaweza wakajikwamua na vitu kama hivyo, na wakazalisha ajenda kubwa ya kwa nini alitolea mfano klabu ambayo ni mpinzani wake. Lakini kwangu mimi haikuwa issue sana, ni watu wenye uelewa mdogo ndio ambao wanaweza wakakuza jambo hilo likaonekana kwamba ni jambo kubwa. Lakini kwa Engineer Harris alisite kila kitu kutokana na reality na hiyo kwa kuelezea kwa mifano. Kwa hiyo mwisho wa siku na watu wanajifichia hapo kwamba mbona wewe ukiwa rais klabu yako imefukuza makocha 4 kwa msimu mmoja. Kitu ambacho mimi naona kama ni watu wanakosa tu uelewa wa mpira. Ule sio mgogoro, ule ni takwa la yeye na mtu aliyesimamia kama kocha. Labda walishindana kwenye vigezo, walimpa viwango avifanye vikashindikana, vitu kama hivyo. Kuachana Costa na makocha hata 4 5 huwezi kuita mgogoro. Huo sio mgogoro, na wala haukupelekea Yanga kufanya vibaya. Tena Yanga ndio ilichukua ubingwa msimu ule akiwa na makocha 4 tofauti 5 kama sikosei. Kwa hiyo mwisho wa siku bado alikuwa amekaa vizuri. Lakini kwangu mimi niseme swala la vilabu vingine vilivyobakia Tanzania kuingia katika umoja huu wa vilabu ni swala la muda tu. Wataingia, hata hao Simba wenyewe wataingia tu, mazingira yatafika, muda wao utafika na wao wataingia. Inawezekana pia ni kwa sababu ya Harris, lakini hata kaa Harris hapo milele, what if siku ambao wataondoka Harris atakuja mtu mwingine ambaye hataona faida ya kuwasaidia hawa ambao wako upande huku chini kabisa. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kulipa nguvu, lakini pia waeke tu binafsi na chuki pamoja na uasimu pembeni. Hii ni shirikisho la vilabu vyote barani Afrika, sio la Engineer Harris Said. Yeye amepewa dhamana ya kulisimamia. Hizi ikawa ni moja ya sababu ambayo mimi kwa sababu ukiniambia kwa nini mpaka sasa hivi hajaingia pia uwezo ukawa specific. Kwa hiyo kwangu mimi nimechukulia hizo ikawa ni moja ya sababu, lakini pia ni sababu ambayo kwangu mimi pia haina mashiko. Kwa hiyo inaweza ikawa na unajibu mwingi na mambo mengi ndani yake. Kwa mimi niseme tu Azam amefanya maamuzi mazuri na ya haraka na ya ukomavu, kwa sababu wanaangalia future ya timu yao na plan. Wataingia tu. Kuto kuingia Simba sio jambo la kujadiliana. Wataingia tu. Na wasipoingia watakosa fursa tu. Kwa hulka ya viongozi na nature ya watu ambao wanaisimamia klabu, hawaoni hasara wala hawatakuwa na jambo la kushtuka wao kukaa nje kwa miaka 4. Watakuja, wataingia tu, lakini wanaweza wakadelay kuingia. Lakini je, atakaye kuja atawapa hicho ambacho wanakistahili wao kuliko mtu ambaye wanamudu na wanamuona kila siku wanaweza kukaa naye chini? Hilo ni swala ambalo Azam wamepiga mahesabu mengi sana. Kwa mtazamo wangu, kwa mtazamo wangu ambao kwangu mimi ni sababu ya hovyo na ni sababu ya kitoto na ni sababu ya mtu ambaye hana ukomavu. Sasa si huenda kwamba naamini kwamba huenda hawasemi chochote. Kama ulimwengu umempa thamana hiyo, wewe mtu mmoja uwezo ukawa na kumtoa hiyo maana. Yaani mtu mmoja hawezi kumtoa maana mtu ambaye amepewa maana na watu zaidi
ya mamia huko duniani na wanao wenye ubora na akili timamu kuhusu mpira kuliko ofisi yao yote ilivyokaa. Inawezekana ikawa hivyo, lakini pia itakuwa ni utoto uliovuka mipaka kuto kuingia katika shirikisho hilo. Katika umoja. Yes. Kwa hili huenda likachangia ni kwamba tuseme nini, upinzani uliopo baina ya Simba na Yanga ndio kikwazo, ambao ni utoto pia. Yaani Simba ni watoto ambao yani kama hiyo ndio sababu ya msingi ambao wataisimamia. Utakuwa ni utoto wa hali ya juu, na hapa ndio viongozi wataonyesha level ya immaturity ya kuto kukomaa katika masuala mazima ya mpira. Tumemsikia mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Mangungu kwenye moja ya interview alozungumza baada ya kauli ya Engineer Hersi Said kuzungumza kwamba ama kutolea mfano klipu za mashabiki wa Simba kwenye mkutano ambao umefanyika Doha kongamano la FIFA. Mangungu amezungumza kwamba alipaswa pia kuanzia kwake, ili kwamba naamini kwake kuna mapungufu kabla kwa kugusia hao wengine, ilipaswa kwanza aanzie kwake pale. Unajua, mimi bado nawaambia watu kitu kimoja. Engineer alichukua mfano ulio sahihi sana. Currently tunapozungumza hivi, ni klabu gani Tanzania ina mgogoro? Labda unisaidie kunijibu wewe mwandishi. Currently tunapozungumza sasa hivi, ni klabu gani Tanzania ina mgogoro kati ya viongozi na wanachama? Mgogoro. Viongozi na wanachama. Yes. Sasa kulikuwa na haja No, tusifike huko kwanza. Tuanzie hapo kwanza. Kuna sehemu naelekea. Ni klabu gani na mgogoro currently sasa hivi tunapozungumza? Unaweza kuzungumzia Simba. Unaweza ukaizungumzia Simba. Narudi sasa kwenye swali lako la msingi kwamba kwa nini aliamua kuizungumzia Simba. Vitu viwili vya haraka. Simba ni klabu ambayo inafahamika, sio? Kwa kawaida na kwa uelewa, mambo yao yote yangetakiwa kuishia ndani, ila wao wamekuja kujivua nguo hadharani. Dunia nzima inajua. Yaani hata kabla Engineer Hersi hajawaambia watu kwamba migogoro ndio inayosababisha baadhi ya vilabu kuporomoka na kushindwa kufikia malengo yao, angetoa mfano mwingine wowote, watu wangemwona ni mnafiki, kwa sababu dunia inajua, na hata waliompa kazi ya kufanya presentation wanajua kwamba Tanzania kuna mgogoro wa klabu ya Simba na mashabiki. Sio kwamba hawajui. Na yeye ameamua kufanya hivyo ili somo lake lieleweke vizuri zaidi. Simba ilikuwa nafasi ya 4, imepitia kipindi kigumu, migogoro mingi, hawaelewani, wanachama hawajasajiliwa kwa muda mrefu, tafrani ziko nyingi. Simba imeporomoka kutoka nafasi ya 4 imekuja nafasi ya 5. Leo hii mtu aliyecheza fainali ya shirikisho akakosa ubingwa anaporomokaje nafasi? Yaani unaporomokaje nafasi na umeshika nafasi ya umecheza finali ya CAF Champions Confederation. Sasa hiyo migogoro ndio imezalisha haya yote tunayoona sasa hivi. Kwa hiyo Engineer Hersi tukifanya, mimi bwana ni mtu ambaye kwenye nyeupe naweka ni nyeupe, nyeusi naweka nyeusi. Engineer Hersi Said alichukua mfano sahihi ambao uliendana na wakati sahihi na umelibeba tukio lenyewe na ni rahisi kuelezea na watu kuelewa. Lakini pia haya yote tunayoyaona yamezalishwa. Ni rahisi kuelezea ishu ya mgogoro kwa kutumia mfano wa Simba kuliko kuelezea ishu ya mgogoro kwa kutumia klabu ya Yanga. Leo hii niambie wewe, mgogoro upi unaojua ambao umekuwa publicized? Ni mtu dhaifu peke yake atakayesikia statement ya Engineer Hersi akaiona Simba haifai kuwekeza. Migogoro hiyo inatengene. Na hii Simba wanatakiwa wampongeze Engineer Hersi, wamshukuru. Mashabiki wa Simba wangetakiwa wamshukuru Engineer Hersi, wangetakiwa wamuone kwamba ni mtu ambaye amekwenda, yaani kama nguvu anazotumia sasa hivi kwenda kusoma albadili, sijui kwenda kwa waganga tu kuchinja ngamia makorokoro gani, yaani nguvu kubwa wangetakiwa kuiwekeza kumshukuru Engineer Hersi, aendelee kuwasemea huko duniani ili wapate msaada, kwa sababu wao wenyewe wameshashindwa. Yaani ngoma imeshakuwa ngumu kwao, inawalemea. Kwa hiyo wao wenyewe wangetakiwa wajue kabisa kwamba haiti itakafanya Engineer Hersi. Na mimi nina mashaka na Engineer Hersi. Anaweza kuwa ni shabiki wa Simba wale. Nguvu aliyotumia kuielezea hii Simba kwa upande huo ni kutaka kuona namna gani ambavyo Simba inarudi katika utulivu. Na Simba ikirudi katika utulivu, Yanga watateseka tu, sio kueleza tu. Hoja ni kutoa maelezo ya kinifu yanayojitosheleza, kujua ubora wa vitu, kuelewa na kuelezea jambo ili kuhakikisha kwamba hili jambo linaenda sawa. Unatoa mfano
wa mtoto anayeshinda na njaa, anateseka, elimu yake inashuka, wakati unatotolea mfano familia ambayo imekula mara moja kwa siku, lakini kuna familia yake pembeni hapa haijala siku 3 siku 4, ndio maana mtoto anakosa utimamu wa mwili, utimamu wa akili, akienda darasani anafeli. Mfano upi katika hiyo mwili una nguvu zaidi? Ni huyu ambaye hajala siku 3 au huyu ambaye anakula mara moja kwa siku? Kwa mtoto anayeteseka na njaa, si ni huyu ambaye hajala kabisa siku 3? Kwa Simba ndivyo hivyo ilivyo. Kuna mtu akamwambia kuna mifano mingi sana barani Afrika. Kwa nini ukatolea mifano katika nchi za wenzako na wakati katika nchi yako kuna mfano ulio hai ambao dunia inaitambua? Ndipo ambapo watu wengi wanakosea. Hapa ndipo watu wengi wanakosea. Yanga kipindi kile ilikuwa haina migogoro. Yanga ilikuwa inapitia issue ya kifedha ambayo Engineer Hersi pia aliizungumza. Yaani vilabu vingi barani Afrika vinapitia changamoto ya kiuchumi. Yanga isha kupitia hiyo changamoto, lakini pia miundombinu yao ni mibovu. Yanga pia miundombinu yake, mbona kama ni hivi, kama angekuwa na roho mbaya, si angetoa ile jengo la wekundu wa Msimbazi pale Kariakoo, ambao sasa hivi limekuwa maduka, ambao zamani mimi na wazee wangu tulikuwa tunakaa juu kule tunafanya vikao kwenye jengo la Simba. Sasa hivi hakuna kinachoendelea kule juu. Hata hatujui ofisi ya mzee wangu akiniambia nimpeleke kwenye klabu yake, nampeleka kwenye klabu gani? Ofisi iko wapi? Hayo ndio mambo ambayo Engineer Hersi anazungumza. Lakini ukizungumzia kwamba miundombinu mibovu, utawapeleka watu kaunda. Utasema bwana, huu ndio uwanja wa Yanga na mazingira ya Yanga na hatuwezi kukaa hapa, hatuwezi kuweka kambi hapa. Tumepata mfadhili katuweka Vic Town, lakini pia hatuna uwanja unaoeleweka. Tunacheza katika viwanja ambao tumevikodisha katika msimu mzima. Kwa hiyo kwangu mimi Mohamed Dewji alifanya jambo la hekima na la busara kwa kipindi chake, na ilikuwa ni sahihi kufanya hivyo kwa sababu alikuwa anajua ni issue ya kiuchumi. Sawa sawa. Na wanachama wa Yanga walikubali na waliambizana ukweli. Mfano mzuri sana umeuleta. Walikubali. Kwa mzee wangu alikuwa mwenyekiti, alikuwa nani huyu? Jina lake linatoka, mwenyekiti wa klabu kwa kipindi kile Yanga. Mshindo Msola. Akawaambia, nyinyi mnataka timu ipate ubingwa, lakini hatuna fedha, hatuna misuli, lakini ya kumiliki mtu kama Chama. Tena alimtolea mfano Chama, kama unakumbuka. Mzee wangu katika mwenyekiti wa kipindi kile akasema kabisa, lakini mchakato ambao ninaufanya mimi sasa hivi, nataka tupambane, nitatafuta mdhamini atakayedhamini hii timu ili kuipa misuli. Mzee alifanya hakufanya? Si alifanya? Yanga haitakiwi kumpa Simba faraja. Watu wenye migogoro huwa hawapewi faraja, wanapewa njia za kutatua migogoro yao, na ikishindikana kuitatua ndani, utaipeleka hata nje watu wakamsaidie, kwa sababu hili jambo haliko ndani, liko nje. Yaani kabla engineer hajalisema tayari swala lilikuwa liko mtaani na tayari lilikuwa limeshasemwa, kwa watu walikuwa wanajua. Itakuwa ni jambo la hovyo kabisa engineer kuzungumza maswala ya labda let's say ligi ya Morocco, ligi ya Congo, ligi ya Egypt, wakati Tanzania kuna ligi ambayo yanaifahamu, moja ya vilabu hiyo ni Raisi, lakini pia kuna timu katika nchi hiyo ina migogoro mpaka watu wanakimbizana kwenye vikao. Lile jambo lilofanyika kwenye ukumbi wa mkutano wa mwisho wa mwaka wa Simba ni jambo la hovyo ambalo alifai kufungiwa macho, na ndio migogoro yenyewe ambayo Engineer Hersi alizungumza na akaweka mpaka ushahidi. Nyinyi mnataka afanye nini? Yaani mnataka aseme nini yani? Okay, hebu wewe kuwa Engineer Hersi, site mfano wa kuelezea pointi ya migogoro. Wewe ndio Engineer Hersi sasa. Nipe mfano. Nikupe tutumia mfano kama Yanga. Alafu utoe mgogoro ambao unaleta effect mpaka kwenye matokeo ya uwanjani. Mimi kitabu changu cha dini kinaniambia hivi, laana isiyokuwa na maana huwa haimpati mtu. Kitabu changu cha dini mimi ndicho kinachoniambia hivi. Kwa mimi nakwambia wewe na hawa wanaotazama na hawa ambao wamepanga hilo jambo kulifanya, wakafanye kwa maslahi yao, lakini nikwambie kitu kimoja tu. Kabla ya hilo walilofanya kulisikia kwa jirani limetokea, wataanza kusikia umo ndani. Kwanza kabla ya kuingia, tena ni vizuri wasiingie kwanza, wasije wakawavuruga watu wenye umoja wao. Wakae kwanza, watafute umoja wao ndani, waboreshe misingi yao, alafu waingie ndani. Sio unaingia sehemu alafu mifumo inataka maji yanataka kutiririka kwenye mifumo yake, unakuta kuna mawe, kuna vigingi vingi, unaweza kusababisha mafuriko. Kama mtu ambaye tofauti ya Okello na Budo ni nini? Kwa kila siku hawana amani, wapatani. Unaweza kumpa kuwa mwenyekiti wa baraza la wanandoa? Atawasaidia nini?
kuwaaminisha watu kwamba injinia ameenda kuichafua Simba. Unafikiri ni mtu mmoja? Kikundi cha watu kimekaa kinapush hiyo agenda ili watu wasijadili yale mambo ambayo ameyasema ama ameyafanya, ili wamuone kwamba huyu ni mchafu, hafai atakuwepo. Lakini huyu mtu ambaye mnamuona hafai, watu walikaa wenye IQ za mpira duniani wakamwambia, wewe kijana, wewe unafaa kuwa rais wa vilabu barani Afrika. Lakini wewe pia katika mkutano ambao kutakuja kukaa manguli wa mpira, wewe unatakiwa sisi tukae chini tukusikilize katika topiki yako ya transformation, kwa sababu ulionyesha juhudi, ukaenda Spain, ukatohoa, ukawaleta Tanzania, wakaifundisha klabu yako, na katika klabu yako transformation it is ongoing katika process. Wewe unaweza kuwa ni mtu sahihi wa kuja kuwafundisha Waafrika na watu kwamba transformation katika mpira inatakiwa kufanyika na faida zake na changamoto zake. Tatizo hapo ni nini? Watu watakiwa wajikite katika hilo swala la msingi, waache kuongea vya ajenda vya ovyo ovyo vya mtaani. Ndio tatizo lilipo hapo hapo. Lakini hakuna kiongozi yoyote ambaye ana akili kubwa ya mpira kama Engineer Said. Na ikishindikana kabisa, na haya maneno yangu narudia kila siku, ninamuona Engineer Said akija kuwa rais wa CAF. Ninachokiamini mimi, Simba hawahitaji kusajili wachezaji wapya kwa sasa, kwa Januari hii. Simba wanahitaji kutengeneza management ya kwao kuanzia juu mpaka technical bench. Wale wachezaji wanaotosha na wanaweza kuipeleka. Kaka, wachezaji wale unaowadharau ndio wamefikisha Simba finali shirikisho. Yaani kwamba wale wanatosha. Labda sasa hapa nikuulize kitu kimoja, unisaidie. Niambie mchezaji gani ambaye wewe unafikiri Simba wanaweza wakatoa mamilioni ya pesa wakamchukua, ambaye atakuja kumzidi Kante? Sio mtu wa YouTube kaka. Siendi kumwangalia mchezaji YouTube. Siwezi kuangalia mchezaji YouTube. Ndio maana wakati Bajabiri anatua Tanzania, ni mchambuzi pekee katika ardhi hii ya Tanzania niliwaambia watu kwamba Bajabiri hatacheza mpaka hata Januari itakaribia. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu nyingi zinazoendelea, usiache kulike, kucomment na kusubscribe YouTube chaneli yetu HN Digital.